أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والحمد دائما لله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي الثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد يا رب حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. نشهد أنك الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: وذكرهم بأيام الله. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani bwana wetu, mshafii wetu, kipenzi chetu, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa hakika yafaa turejeshe shukrani kubwa sana kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia neema zake tofauti, na miongoni mwa neema zake ni kutujalia uhai na afya na uwezo na taufik mpaka tukafikia katika masiku kama haya, masiku ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala ameyapatia daraja. Huu si ujanja, bali ni taufik min Allah. Ni Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuchagua sisi tuwe ni wenye kuyafikia masiku kama haya, ili na sisi tupate kughanimu, kupata yale mazuri yanayopatikana katika masiku haya. Kuna wengi walikuwa na maazimio inapofika masiku kama haya kufanya mengi walioyanuia, lakini kwa njia moja au nyingine wameondoka, hawakuipata bahati hii, hawakuipata nafasi hii. Ima mtu ametangulia katika darul haq, Mwenyezi Mungu warahamu waliotangulia katika darul haq, au mtu ameshikika na maradhi, ama mtu amekosa tu kuidhibiti nafsi yake, akawa ni mwenye kushawishiwa na sheitani mpaka akatoka katika dira la kupatiliza masiku kama haya, kwa sababu taufiki yatoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo yafaa tuseme alhamdulillah kwa uchache, tumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwafikia hili la kutuchagua sisi kuwa ni miongoni mwa watakaoyafikia masiku kama haya bora katika mwaka. Ndugu zangu katika imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtukufu sana, ilmu yake imefichika, na yeye amepwekeka jalla jalaluhu katika kuumba kwake na katika kuchagua
amechagua vingi akavifanya ni bora kuliko vingine, na amechagua wengine akawafanya ni waja wake. Haimaanishi kwamba wengine si waja wake, lakini ni lugha hutumika. Sisi si mahodari katika lugha, lakini Mola Subhanahu wa Ta'ala utampata katika Qur'ani asema naqatallahi, ngamia wa Mwenyezi Mungu. Ngamia wengine si wa Mungu, ni ule wa Saleh tu peke yake. Utapata ile ni kufusishwa kile na kupata taadhim kile kitu. Akawachagua waja wengine wakawa ni waja wake. Wa ibadur rahman yamshuna ala al-ardi hauna, wamechaguliwa wale. Na haya ameelezea katika Qur'ani ya kwamba yeye huchagua anacho kitaka. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, huchagua anacho kitaka jalla jalaluhu wa ta'ala fi ula. Na katika vitu alivyovichagua ni kuchagua baadhi ya viumbe vyake vikawa ni bora kuliko vingine, baadhi ya maskani alizoziumba, makani sehemu akazifadhilisha, sehemu nyingine zikawa ni bora kuliko zingine. Masiku ayyam haya tunayoishi yakafadhilishwa, masiku mengine yakawa ni bora kuliko mengine, na miezi kadhalika tunayoishi. Utapata Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa ilmu yake amefadhilisha baadhi ya miezi kuliko miezi mingine. Dhalika fadlullah, hizo ni fadhila kutoka kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na miongoni mwa mambo aliyoyachagua ni haya masiku ambayo kwamba tuko ndani yake. Tuko katika masiku ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Masiku haya yamepata cheo mno, yamepata daraja kubwa sana, kwa sababu tofauti tofauti zilizopatikanwa kusharifisha na kuutukuza mwezi kama huu. Haya masiku ya kwanza 10, kwanza yatakana tuelewe ya kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ana miezi mitukufu ametutangazia pale aliposema inna iddata shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum dhalika dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ya kwamba pana miezi minne ndani ya miezi 12 inayoduru katika mwaka, hiyo ni mitukufu kuliko mengine. Unapofika katika miezi hiyo minne, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msijidhulumu nafsi zenu ndani yake. Hii kwanza ikhwani haimaanishi ya kwamba dhulma katika miezi mingine yafaa, la, bali unapofika katika miezi hii minne ni azyad na azyad. Dhulma haifai katika mwaka mzima, lakini unapofika katika hii miezi minne iliyotangazwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, yatakikana ujitahidi zaidi kuepuka dhulma. Na nikana kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala yuotuamsha sisi ambao kwamba tumelala, tulojisahau, tulioshawishika na anasa za kidunia, tuliomfuata sheitani tukamsahau Ar-Rahman, kana kwamba yuatuamsha na sisi, haya na nyinyi basi amkeni, haya ni masiku bora, na nyinyi ingieni kwenye njia, patilizeni. Manake waja wake wema wafanya ibada kila siku. Utawapata wale wema ahlu taqwa wako katika Ramadhani mwaka mzima. Sisi ubadilika Ramadhani, kila mmoja yajua ni maarufu Ramadhani tubadilika, toa watu tuliona Mola ndani yetu. Lakini wale ibadur rahman ahlu taqwa wao wanaishi katika mwezi wa Ramadhani mwaka mzima, bimaana hali zao ni njema na mafungamano yao na Mola Subhanahu wa Ta'ala ni mazuri kila siku. Sasa inapofika miezi mitukufu, wao huongeza juhudi tu kidogo, lakini sisi wachafu, sisi wenye kufanya madhambi,
tuambiwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala kana kwamba yuatuamcha, haya nyingieni kwenye kundi, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Na katika hiyo jumla ya miezi minne mitukufu, huu mwezi ambao kwamba tuko ndani yake ni mmoja wapo. Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi iliyosimuliwa na Sayyidina Abi Bakar as-Siddiq asema bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam ya kwamba mwaka huzunguka katika hali yake kama ulivyo, inna zaman kad istadara ka hayati yawma khalaqa Allah as-samawati wal ard as-sana 12 shahr. Mwaka una miezi 12. Ndio Mtume akaja akaitaja hii miezi, nayo miezi yenyewe waanza na mwezi wa Muharram, alafu kisha ni Rajab, alafu kisha ni Dhulqaad, alafu kisha ni Dhulhijja. Mara nyingi sana sisi tumezoea kuhesabu Dhulqaad kwa sababu ni mfungo pili, lakini leo tutaufuata ule mzunguko wa mwaka. Utapata sasa hivi sisi tuko ndani ya mwezi ngapi? Wa 12. Na haya ni masikitiko ya kwamba Muislamu hajui mwezi wa 12 wa Kiislamu unapofika, lakini mwezi wa 12 wa Kimagharibi kwa namna yoyote lazima uujue. Yani tumetawaliwa akili, tumeoneshwa kwamba msipojua haya yetu nyinyi mtakuwa ni washamba, basi tukawa na bidii nayo yale mpaka yetu tukayasahau. Katika miezi 12 huu tulioko ndani yake ni mwezi wa 11 mwezi wa 12 wa Dhulhijja. Mwezi uliopita mwezi wa Dhulqaad ni mwezi wa 11, na huo mwezi wa Dhulqaad ni miongoni mwa miezi mitukufu, na huu mwezi wa 12 ambao kwamba tuko mfungo 3 Dhulhijja ni miongoni mwa miezi mitukufu, na mwezi ambao kwamba wafuatia baada yake ambao kwamba ni mwezi wa kwanza katika kalenda ya Hijiria unaojulikana kwa jina la Muharram, nao pia ni miongoni mwa miezi mitukufu ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuambia fala tadhlimu fihinna anfusakum. Hupenda kuelezea hili la dhulma kwa sababu wengi sisi tuelewa ya kwamba dhulma ni wewe kumnyang'anya mwenzako. Hata hiyo ni dhulma, ukamdhulumu mwenzako ndio kumdhulumu. Lakini wanazuoni wametuwekea dhulma katika sehemu ngapi? 3. Sehemu ya kwanza ni dhulmatul abdi li rabbi, nje kumdhulumu Mola wake, na hili linapatikana kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni kwa kufru ama kwa shirki. Mwenyezi Mungu asema wal kafiruna humudh dhalimun. Katika sura nyingine akielezea habari za Luqmanul Hakim asema ya bunayya, Luqmanul Hakim akimuhusia mtoto wake, na hili ndilo limekosekana katika maisha yetu, wazee kukaa na vijana kushauriana ama kupeana nasaha. Hakuna nasaha zinazotoka siku hizi kabisa, yani wazee na vijana wana vita, hakujulikani vita hivi vita gani, maana hawana nafasi ya kukaa pamoja. Ni muhimu sana, ni dharura sana wazee tukaeni na vijana ni muhimu sana kutunga uongozi wa wazee na heshima ya wazee. Mara nyingine sisi ndio sababisha wazee wetu wasikae na sisi chini kwa sababu hatuna adabu. Waogopa maskini wazee, sije tukakaa na wao wakatufundia heshima, sije tukakaa na wao wakatukosea adabu, sije tukakaa na wao wakatupiga hawa. Sasa lazima kote kubalanziwe. Wazee waone umuhimu wa vijana na vijana nao wajue kwamba sisi hatuwezi kufaulu bila ya wazee wetu. Sayyidina Luqmanul Hakim ampa wasia mtoto wake, amwambia ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Simshirikishe Mwenyezi Mungu, hakika ya shirki ni dhulma iliyo kubwa. Sasa unapofanya ukafiri, unapofanya shirki, basi jua ya kwamba wewe wadhulumu haki ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na ukafiri mtu aweza kuudharau, lakini waweza kufanya jambo dogo tu likakuingiza katika ukafiri. Na ndio maana bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
akatuhusia sana kutuambia jadidu imanakum, fanyeni upya imani zenu, fanya renew imani yako, kama vile namna unavyorenew line, unavyorenew leseni, unavyorenew vitu vyovyote ambavyo kwamba wewe unajua hichi kitafika wakati expire na renew. Na imani nayo pia expire, kwa sababu imani ina maumbile ya kupanda na kushuka, kama maji baharini hujaa na kutoka, sio? Sisi kwetu itajaa na kufuma. Tena tuseme hujaa, usema huyaa na kufuma. Lakini namna maji yanavyoingia na kutoka ndivyo imani inavyopanda na kushuka. Al-imani yazid wa yanqus, yazid bi ta'ati llahi wa yanqus bi ma'siyati. Sasa yale maasi yanaweza kupeleka kufanya asi ambalo kwamba litakutoa katika dira la imani. Wewe usikose kila wakati kusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Fanya upya imani yako ili usidhulumu haki ya nani? Ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na shirki nayo, unapomshirikisha Mola Subhanahu wa Ta'ala, basi jua ya kwamba umedhulumu haki ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na hili la shirki ndio limetawala katika ulimwengu wetu wa sasa. Maalasafi limeingia mpaka katika majumba ya ibada, mpaka katika madaris utapata minong'ono hiyo iko. Hakutoshuka malaika kuja kutupa nasaha hizi, ni mpaka sisi tuwe tutakumbushana na kuwekana wazi. Tuwapotea ndugu zangu. Leo lao utapita sehemu ambayo kwamba kuna waganga ama wapiga ramli, utapata walioko wengi ni Waislamu. Wamama ndio usiulize. Yani tumekosa iman mpaka imetutoa akili zetu, tumeona hatuwezi kufaulu mpaka tupate nguvu ya viumbe wenzetu. Ni shirki. Ujue utadhulumu haki ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, na kesho utafufuliwa chini kabisa, utatiwa chini kabisa katika shimo la moto. Watu watakuwa huko juu, wewe utawekwa chini kabisa kule, kwa sababu ya kushiriki katika shirki. Wewe umekaa fanya uchawi tu kazi yako. Watu halali usiku. Watoto watulii. Wewe ni kuvuruga tu kila kitu. Basi ujue kwamba wewe dhulumu nini? Haki ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Na wako watu namna hili. Watu ambao kwamba hudhulumu haki za wenzao kwa kupitia shirki. Tahadhar. Sababu usipokumbuka hapa, usipoadhirika hapa, tazirika kesho mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kutoka umma wa kwanza mpaka umma wa mwisho wako hapo. Wewe ndio wasimamishwa hapo. Hajieleze bosi. Watu wote washangae. Huyu ndio alikuwa tukiswali msikitini. Huyu ndio alikuwa akisema hivi. Huyu ndio alikuwa akifanya hivi. Tahadhar. Hii ni sehemu ya kwanza ya dhulma. Dhulmatul 'abdi li rabbih. Dhulma ya pili ni dhulmatul 'abdi li ghairihi. Mtu kumdhulumu mwenzake, ukamnyang'anya haki yake, ukavunja heshima yake, ukavunja nyumba yake, kwa njia yoyote, ama ukamnyima haki yake. Mara nyingine wewe huchukui kitu kwa mtu, lakini una haki wewe ni yake yule mtu afaa kuipata kutoka kwako, ukamdhulumu. Na hili linapatikana sana. Pana watu dhulma zao zimekosa mpaka watoto wa mandugu zao, mpaka familia yake atakuidhulumu. Ujue kwamba wewe watengeneza uhasama kati yako wewe na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wewe dhulumu. Naweza kuwa una kitu umemiliki, mwenzako ni haki yake. Kuna vitu umevimiliki wewe lakini ni haki ya wenzako. Mfano kama ilmu ukiwa nayo si yako, nguvu ukiwa nayo. Kuna watu wahitaji ile nguvu yako wewe. Wewe umepewa wewe tu, lakini kuna watu watatumia hiyo nguvu yako. Na lazima uwapatie nguvu yako. Wakati wako ulionao si wako peke yako, kuna mwingine ni wa wenzako. Sharti wewe utajijua wewe kama mwanadamu wafaa kuenda katika dira la aina gani. Huwezi kumsomesha unayemtaka, usiyemtaka usimsomeshe, huwezi. Uislamu hauko hivyo. Lazima umpatie ni haki yake, usipompatia utakuwa umemdhulumu. Sasa yeyote atakayemdhulumu mwenzake, Mtume asema wattaqu dhulma inna dhulma dhulumati yawm al-qiyama. Yogopeni dhulma kwa sababu dhulma ni giza siku ya kiyama. Wewe unapomdhulumu mwenzako basi wapalilia giza siku ya kiyama. Alafu dhulma ya tatu ni dhulmatul 'abdi li nafsihi, ni mja kujidhulumu nafsi yake. Wakati unapoona mambo ya kheri kama haya,
kama masiku haya 10 tuliyoko ndani yake ni masiku ya kheri, alafu kisha wewe ukaofuata starehe zako tu, huna haja nazo, ama ukaona shari hii hapa, alafu kisha ukaondoka jiingiza wewe mwenyewe. Wewe wajua ya kwamba unywaji wa pombe kando na kuwa ni ulevi na ni haramu, lakini yaumiza, yaweza ikasababisha mpaka kupoteza mali. Wewe enda huko, twende kazi, wajemeza, ujue wewe wajidhulumu nafsi yako. Khairi hii hapa ifanye upate kuingia katika janna, la wewe ikimbia hasa waenda kuitafuta shari ndio waifanya, basi ujue wajidhulumu nafsi yako. Siku ya kiyama watu hawa watalalamika. Mwenyezi Mungu atasema wama dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimuna, walijidhulumu wenyewe nafsi yao. Sisi tuliwapatia wakati, tukawachagua, tukawaingiza katika grupu, tukawapa uwezo, tukawapa mali, tukawapa na watu wenye kuelezea na kuwakumbusha baada ya kusahau, lakini walikataa wenyewe, wakajidhulumu nafsi zao. Kwa hivyo katika masiku kama haya, kitu cha kwanza ambacho kwamba yatakalo tunatanabu nacho ni kuepuka kitu kinachoitwa nini? Dhulma. Epukana na dhulma. Na huu mwezi ambao kwamba tuko ndani yake ni mmoja kati ya miezi ambao kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ametunasihi tuepukane na dhulma. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ni miongoni mwa miezi mitukufu. Alafu kisha ni miongoni mwa miezi ya haji, utukufu tu, miongoni mwa miezi ya haji. Alhajju ashhurun ma'lumat, miongoni mwayo ni haya masiku 10 ya mwanzo wa Dhulhijja, yani yaanza Shawwal, ndio sasa Shawwal, Dhulqa'd na masiku 10 ya Dhulhijja yakapata utukufu kwa kutajwa katika ashhurun ma'lumat, miezi maalumu ya hija. Alafu kisha haya masiku 10 ambayo kwamba tuko ndani yake ndio yale masiku ambayo Mola Subhanahu wa Ta'ala ameapia katika Qur'an. Baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal fajr wa layalin 'ashr wash-shaf'i wal watr. Layalin 'ashr, wanazuoni wameafikiana ya kwamba hayo masiku 10 ni haya ambayo kwamba tuko ndani yake. Masiku haya ni masiku makubwa sana ya kipekee. Utukufu wake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ametuelezea katika hadithi. Hadithi ya kwanza yasema ma min ayyam al-amalu as-salih ahabbu fihinna ila Allah min hadhihi al-ayyam. Hakuna masiku al-amalu salih, matendo mema, amalu salih, matendo mema. Wewe ukija kukuja msikitini sasa hivi mtendo jema ile umelifanya, si hapa wewe waje kila siku Ijumaa. Kuja kwako Ijumaa katika siku ya leo haifanani na masiku ya miezi mingine ama masiku mengine yaliyokuwa tofauti na hizi siku 10. Yani leo ni bora zaidi kuliko masiku mengine. Ma min ayyam al-amalu salih ahabbu fihinna ila Allah min hadhihi al-ayyam, kuliko masiku haya tuliyoko ndani yake. Hakuna matendo mema, masiku yanayopendeza zaidi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala zaidi ya katika masiku haya. Wakati unapofanya wema katika masiku haya yapendeza zaidi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Mola apenda zaidi mja wake katika masiku haya afanye matendo mema. Kwa sababu gani yapendeza zaidi kwake yeye kuliko masiku mengine? Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ma min ayyam a'zam wa ahabbu ila Allah, hakuna masiku ambayo kwamba ni makubwa, matukufu na yapendeza zaidi kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala katika kufanya wema kuliko masiku haya 10. Masahaba kuna amali wanazozijua ya kwamba hizi Mtume sallallahu alaihi wasallam amezitangaza ni amali bora kuliko kwa amali zingine. Wakainua sauti wakamuuliza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah,
Hata jihadi pia kupigana katika njia ya Mwenyezi Mungu haishindwi, yashindwa na hii amalu saleh. Utaona kuna baadhi ya maduat, utaona kuna klipu za tembea, utasikia wewe unataka kuingia peponi wewe kwa kuswali swali tu wewe. Unaona mkumbuki hizo klipu? Yani wewe unaswali swali tu, hujakaswata na wembe utakuingia katika janna. Jawabu hili Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio atujibu. Si lazima ukatone kijembe. Haifai Muislamu kufa bila ya kuwa na hamu ya jihad. Haifai. Lazima uwe na hamu ya jihad. Lakini haifai Muislamu kuja kushikwa mkono kwamba twende kwenye jihad. Siwe mpumbavu hivyo. Jihad katika Uislamu ni ibada maalumu, ni ibada tukufu, ni ibada kubwa, ni ibada kama saumu, kama sala. Kwa hivyo haiwezi kusimama tukiolela ati popote ukasimama kwa swali kwa hali yoyote, uwe na najisi uwe huna najisi, uwe na tahara uwe huna tahara, uwe mahali kwamba hapana. Kuna utaratibu wake, kuna shurut, kuna rukn, kuna vitu lazima uvitangulize ndio ikisha uingie katika ibada ya nini, ya sala. Kadhalika katika ibada ya jihad pana utaratibu wake, pana shurut, pana rukn, mpaka visimame vyote vile ndio kupatikana ibada ya nini, ya jihad. Lakini huji tushike mkono au tutangaze msikitini, jamani tunadhulumiwa, twendeni tukapigane, twende jihad. Hapana, wewe watuuza watakatufe. Masahaba wakatoa sauti wakamuuliza bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, wala aljihad fi sabilillah, hata kupigana jihad katika njia ya Mwenyezi Mungu yashindwa na mtu anayefanya amalu salih katika masiku haya 10? Mtume akamwambia wala aljihad fi sabilillah, hata jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu yashindwa na mtu atakayefanya amali bora katika masiku haya 10, illa. Mtume akafanya istithna, akamvua mtu mmoja tu, illa rajulun, isipokuwa mtu kharaja bimali wa nafsi, ametoka na mali yake na nafsi yake, yani alienda katika jihadi akafanya gharama za jihadi yeye mwenyewe, farasi wake, vifaa vya kupigania vyake, mavazi yale ya kupigania yake, chakula anachotumia chake, na yeye mwenyewe akaenda, walam yarja bishay, asirudi na chochote, akafa huko na mali yake akatukuliwa, akawa ni ghanima ya makufari, basi mtu huyo ndio tuweza kumfananisha na mtu anayefanya amalu saleh katika masiku haya 10. Ikhwani, huu ni ubora wa kipekee, ni utukufu wa hali ya juu, kwa sababu sote tuafikiana, hakuna ibada mtu akifa katika jihadi huyo ni shahidi, sio moja kwa moja. Lakini wakati utakapokuwa umefanya amalu saleh katika masiku haya ndani ya moyo wako kwa ikhlas, kwa kutarajia kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, basi kuwa na yaqeen ya kwamba wewe umemzidi mtu aliyekwenda katika uwanja wa jihad na akapigana katika vita. Kwa hivyo utapata tuko katika masiku bora, masiku teule. Twafaa kufanya nini ikiwa tumefika na sisi? Kwanza ujue ya kwamba al-amalu salih, matendo mema yoyote lile ambalo kwamba utaamua wewe kulifanya lapendeza kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, na hakuna matendo anayoyapenda Mola Subhanahu wa Ta'ala kama yale aliyokufaradhia, yale vile vitu ambavyo kwamba ni faradhi kwa kweli uwe utavitekeleza kwa wakati wake na kwa sampuli inayohitajika. Alafu kisha tafuta sasa al-amalu salih, matendo mema, okota tu wewe, kila kitu ingiza ndani wewe upatilize. Kwa nini? Kwa sababu itakwenda kusaidia wewe huko, wala asije mtu akikwambia hili halifai kufanywa katika masiku haya. Maana tunao watu ambao kwamba ibada fulani hawazitaki. Kuna ibada mbili huwa zapingwa sana ikhwan. Hatushambuliani, tuelezana zile njama za wasiokuwa Waislamu walivyozijenga katika maisha yetu sisi Waislamu. Ibada mbili hupingwa sana, pamoja na kuwa wao wanaozipinga wazifanya, lakini kwa mpangilio wa kuzipinga, ya kwamba sisi pia ufanya lakini si kwa namna hii. Swala ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam yapingwa mno, na saumu, ibada ya saumu yapingwa sana,
Utapata mtu akimaliza kuswali akimswalia Mtume, waambie usimswalie Mtume. Kwa nini? Kwa sababu Mtume mwenyewe hakufanya wala masahaba hawakufanya. Wewe unataka tuanze kuandikiana vitu ambavyo kwamba Mtume na masahaba hawakufanya? Utaweza wewe kuishi? Maana wewe ndio utakayekushindwa. Huwezi kuishi wewe ikiwa unataka kuishi vile namna, yani uondolee kila kitu. Utapata tabu sana. Swala ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni ibada ya kipekee yenye uhuru wa wakati wote, hatukuwekewa hadi mpaka mkiwa semeni msimswalie Mtume, mkifanya hivi msimswalie Mtume. Hakuna. Tumeambiwa ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alafu ibada ya pili ni saum. Inapofika masiku matukufu, wao hutuambia ya kwamba tumeingia katika miezi mitukufu, lakini hakuna ibada maalum iliyohusishwa. Masiku matukufu yafanywa nini? Mambo matukufu. Saumu ni ibada tukufu, si ibada tukufu? Mtume sallallahu alaihi wa sallam asema, man sama yawman, yoyote atakayefunga siku moja, yani siku moja wewe ukaamua ukafanyaje? Ukafunga lillahi ta'ala, kwa ajili ya Mola subhanahu wa ta'ala. Umeamua tu mwenyewe, leo mimi nimeamua kufanyaje? Kufunga. Basi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ab'ada Allahu minan nari 70 kharifan, mtu huyo uwekwa mbali na moto na mwendo wa miaka 70. Wewe fanya mwendo wa masiku 70 tu, mwendo wa masiku 70, yote mbele siku 70, ule umbali wake utakaopata ndio wewe umbali utakaoepushwa na moto. Wewe umefunga siku moja lillahi ta'ala. Je, ikiwa ni siku ambayo kwamba ni sunna? Je, ikiwa uko katika miezi mitukufu? Je, ikiwa uko katika masiku 10 bora ya mwaka? Utapata ni azyad na azyad na azyad na azyad. Muhimu sana ikhwan, tupondokeeni katika ibadati. Alafu kisha wazazi tujihukumukeni, tuwaiteni watoto wetu na familia majumbani, tuwaalike haya masiku. Sisi hatuwaaliki watoto wetu, tuwaalike masiku ya anasa tu ambayo kwamba la yusmin wala yughni min jua. Lakini masiku kama haya muhimu yafaa tuyaalike, na kuyaalika anza nyumbani. Waite mke wako, watoto wako. Mwajua hii mwezi umeandama, tumeingia katika masiku haya, kutoka leo hapa nyumbani tutakuwa tufanya kitu fulani. Kitu fulani lazima ufanye. Hiyo ndio namna ya kukuzana katika wema. Lakini wakati tutakapoachana tu hivi vitu vitapotea kabisa, mpaka itafika wakati yaingia masiku na yatoka na sisi tumelala, hata habari hatuna. Mpaka Ramadhani itakuwa ikija pia nayo haitambuliki. Kwa hivyo jambo la kwanza lazima tuzinduke, tupatilizeni ibadat, tutafuteni zile amali saleh, kila mmoja ashike hapa na pale afanye. Wewe waweza kufunga, funga. Waweza kuketi itikafu msikitini, keti itikafu. Waweza kuleta adhkari, leta adhkari. Waweza kutoa sadaka, toa sadaka. Waweza kutembelea wagonjwa hospitali, watembelee. Ziaratul qubur, watembelee. Silatul arhami, kuunganisha kizazi, fanya. Na ni muhimu sana, na ni jambo limepotea katika wakati wetu wa sasa. Ikiwa baba na mtoto hajateta, basi mtoto na ammi yake wana vita, yani uhasama umezidi. Silatul arham, unganisha uzazi, shika watu wako, watembelee. Tafuta na amala salihan, zile ambazo kwamba wewe wazijua, hizi ukizifanya zitakurudisha kwa Mola subhanahu wa ta'ala, uzifanye katika masiku haya 10 ambayo kwamba tuko ndani yake. Na katika mambo ambayo kwamba yamepandisha haya masiku cheo zaidi ni kule kupatikanwa siku ya Arafa, yaumu Arafa, siku ya Arafa ambayo ni siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja. Yaumu Arafa huwa ni siku ya 9 ya mwezi wa Dhulhijja. Siku hii ni siku ya kipekee. Mola subhanahu wa ta'ala ndio siku anaoacha waja wake huri na moto zaidi kuliko masiku mengine. Na yeyote mwenye kuinua mikono yake na akanyenyekea kwa Mola subhanahu wa ta'ala, akauhitaji msamaha, Mola subhanahu wa ta'ala humsamehe madhambi yake. Ni siku teule, ni siku ya kipekee. Alhasil, kutoka tarehe 1 ya Dhulhijja mpaka kufika tarehe 12, 13
mpaka kufika 13. Ni masiku bora yote haya. Kila siku ina ubora wake, kila siku ina ubora wake, na hatuwezi kueleza yote, lakini nukta yetu muhimu ni hii siku ya Arafa hii. Ili tuipate tutafanyaje? Maana upatikana mushkili hapo, na nataka nikwambie kitu kimoja, ya kwamba si lazima uyakukue haya yangu uyakubali, lakini zingatia kwa tutakayo yazungumza. Na uhakika hatuna ilmu sisi ya kuelezea mambo haya, lakini ni dharura kuwekana wazi, kwa sababu huenda mtu akashawishika akapoteza dira akakosa siku ya Arafa. Yaumu Arafa ni siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja. Mwezi wa Dhulhijja waanza lini ili tuipate siku ya 9? Waanzaje mwezi? Pana njia mbili za kuonekana mwezi, ama kuandama mwezi, ama useme mwezi umeandama. Ndia mbili nadhani, na njia nyingine ziko, lakini hizi mbili ndio maarufu sana. Njia ya kwanza ni kwa kuangalia mwezi. Sawa? Njia ya kwanza nayo ndio njia sahihi ambayo haina mjadala wala tashwishi, ni kitu cha moja kwa moja. Tumeuona mwezi, hatukuuona. Na hao wametegemea wapi? Sumu liruyati waftiru liruyati, kwa kuuona, kutizama, muangalie. Yasema fa in ghumma alaykum, kiwingu kikiwaingilia nyinyi. Takana Kiswahili, yani hii lugha iko wazi sana. Iwe sawa ni Kiarabu ama Kiswahili, zote ziko wazi. Yani ni lugha iko moja kwa moja. Fa in ghumma alaykum, nyinyi mkiingiliwa na kiwingu. Mwezi uko, mwezi upo, lakini kiwingu kimeingia. Mtauona mwezi? Semeni tuuone ndugu zangu, mtauona mwezi? Ikiwa hamuoni, nyinyi kamilisheni fa akmilul idda 30 yawma. Mjadala kwa wazuka uje kutuambia bwana mwezi ule tunamwona leo wa jana. Wallahi tena wa mashehe, madoktora, watu wametoka university, mtu asimama katika vyombo kwenye mitandao asema mwezi ule kwamba mmekula leo, mwezi wa jana. Mbona jana hukuona? Mwajana wewe, mbona hukuona hiyo jana? Waje kuangalia leo. Utaona ni watu watakapoteza, na watu ambao kwamba hawana ilmu. Maneno ya kwanza, fa in humma alaykum fa akmilu iddata 30 yawman, ikiwa mwezi kuonekana kamilisheni siku 30. Na huu ndio utaratibu wetu sisi Ahlus Sunna wal Jamaa. Sisi uangalia mwezi, tukiuona tukafunga, tusipouona tukakamilisha siku 30. Njia ya pili ni mwezi kuonekana sehemu yoyote. Hii pia iko katika Uislamu. Mwezi umeonekana Canada, wewe funga, madamu msimamo wako ni. Mwezi umeonekana Arusha, funga. Mwezi umeonekana Yemen, funga. Lakini njia ya tatu inayotumika hakuna kwenye Uislamu. Ngale panda, shuka, pasuka, raruka, fanya utakavyo, huwezi kuja nayo hii kabisa. Mwezi kufuata wa Saudia, mwezi wa kufuata Saudia, hakuna hiyo, hakuna nafsi hata moja. Yani kwamba mwezi ukionekana Saudia basi nyote mwafaa kufuata. Ikiwa hukuonekana Saudia, hata ukaonekana wapi, jamaa hawautaki. Mwezi uonekana Yemen mara nyingine, ama ukaonekana Bahrain, Saudia ikawa bado hawajauona. Lakini jamaa zetu kina fulani hawafungi wao wala hawafuati, lazima wa Saudia. Haiwezekani, hakuna hili ndugu zangu. Na wakati tutakapofanya hivi, tutakuwa tumezusha, tumeleta bid'a katika Uislamu. Wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalati fi an-nar. Bid'a mbovu ya kuhusisha Saudia mpaka onekana Saudia mwezi, ni bid'a mbovu, na ni jukumu wao walibeba. Na sisi wenye kusikia tuzindukeni akili, tujue ya kwamba hakuna nafsi hata moja inayosema mwezi mpaka onekana Saudia. Hakuna mwezi kuonekana sehemu yoyote iko. Sasa jamaa, tufuate vipi sisi? Manake kule jamaa Saudia watasimama Arafa, kwetu sisi huko itakuwa tarehe ngapi? Tarehe 8. Wale kule wao wamesimama Arafa. Nani alikwambia watu hufunga kwa sababu watu wamesimama Arafa?
aliyekuambia watu hufunga kwa sababu watu wamesimama Arafa, nani aliyekuwa nasi hiyo? Maneno hayo umeyatoa wapi ya kwamba watu hawafai kusimama, hawafai kufunga mpaka watu wasimame Arafa? Basi kwa taarifa yako, pana watu, ikiwa watu kule wasimama Arafa, wao washaimaliza ile siku ya Arafa, wako katika usiku, wafanyeje? Wasubiri wasimame wao wafunge usiku? Ndio maana watu huko watasimama Arafa. Tufahamiana Nyinyi ni wasome ndugu zangu. Mwaujua ulimwengu namna unavyozunguka. Pana mwingine yuko mbele, pana mwingine yuko nyuma. Ndio wale wafanyikazi wa Saudia waliokuwa wakifanya kazi magharibi, sehemu za Ulaya, walipoenda Saudia walipeleka message kwa Sheikh Saleh Al-Uthaymeen kama sijakosea rahimahullah. Walimpelekea swali, wakamuuliza ya kwamba sisi tuishi magharibi na mara nyingine hufika wakati wa Arafa ikawa kwetu ni tarehe 8 na huko ni tarehe 9, tufuate mwezi wa kwetu ama tufuate mwezi wa huko Saudia? Aulizwa shekhe wa Saudia maneno haya. Yule bwana akajibu vizuri akasema, ikiwa huku kwetu mwezi umeonekana mbele, mwezi umeonekana nyuma, nyinyi mnaona mwezi mbele yetu. Yani mfano kama sisi huku tuone mwezi, hiyo Saudia kule bado. Leo sisi tuko tarehe ngapi? Tarehe 2. Ndugu zetu wa Saudia wako tarehe ngapi? Sasa fanya kinyume. Fanya sisi tuliuone 29, leo tuko tarehe 3, Saudia wako tarehe 2. Hebu niambia hao jamaa zetu watafanya vipi hapo? Si watatoa macho, si wataathirika? Na Mwenyezi Mungu ajalie siku moja hiyo hivyo. Yaani badilike tu. Sisi tuone mbele, Saudia wakataa ile mwezi 29, wasema watakamilisha siku 30. Sasa sijui ndugu zetu watafanyaje. Watasema pia ule si mwezi ule ulioonekana. Sasa kutolewa hoja kama hiyo, na Al-Uthaymeen akasema ikiwa mwezi huko kwenu mtauona mbele, sisi huku tuchelewe kuona, alafu kisha tuje tukutane katika, ikawa ni mwezi wa Dhulhijja, ikafika siku ya Arafa, nyinyi ikawa mko katika tarehe 9, sisi tuko katika tarehe 8, basi nyinyi fungeni katika ile siku ya tarehe ya muandamo wa kwenu. Na kadhalika ikiwa sisi tumetangulia, nyinyi mko nyuma, sisi tukifika tarehe 9, nyinyi mko tarehe 8, msifunge tarehe 8. Subirini ingie tarehe 9, mfanyeje? Mfunge. Kwa hivyo yenye kufungwa ni tarehe 9, si siku ya kisimamo cha Arafa. Hakuna naseta moja, nasi zote zimekuja wahia at-tasi' min Dhulhijja, ya Arafa maalumu sana. Kwa hivyo tusibabaishwe na maneno mengi na balalingi na kufananishwa ibada ya Arafa ya saumu huku tunaofunga na Eidul Adha ikawa imeambatanishwa na ibada ya haji, mpaka jamaa waibadilisha kwamba ni Eidul Haji. Hakuna Eidul Haji kabisa, ni Eidul Adha. Wala hakuna mafungamano ya huku na ya kule, ni tofauti, ni ibada tofauti, na hii huku tunaifanya ni ibada tofauti. Wala wanaokwenda haji hawaswali kama Eid, wao hawaswali kabisa Eid, hawaipatika mwe watu katika Eid, wao kwa Mina wakatizie na maguo yao meupe, wewe huku uswali salatul Eid. Sasa utaona ni vitu viko tofauti. Alhasil, hatuko katika kushambuliana, tuaekana macho ili tujue tuelekea wapi. Almuhimu, tuko katika masiku matukufu, kila mmoja awe na raghba na hamu ya kufanya na kutekeleza na kujikurubisha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, na kujitahidi kuepukana na maasi. Mwenyezi Mungu atuwafikie, atutie baraka katika masiku haya 10, atuwezeshe na sisi kufanya amala salihan ambazo zitakuwa ni sababu na sisi kupata radhi zake Mola Subhanahu wa Ta'ala, na hiyo itakuwa ni sababu ya kukurubiana na kuwa masahiba katika janna la Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mwenyezi Mungu awarahamu maiti zetu waliotangulia. Mwenyezi Mungu azistiri aibu zetu. Mwenyezi Mungu atengezee mambo yetu. Mwenyezi Mungu awahifadhi watoto wetu na mabanati wetu na majumba yetu, na sisi Mwenyezi Mungu atufungulie milango ya khairi, atupe riziki za halali, atustiri hapa duniani na kesho akhira, tupate mazuri ya hapa duniani na kesho akhira.
atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana, na wakati unapofika mwisho wa umri wetu Mwenyezi Mungu aturuzuku tauba na shahada ya rabbal alamin. Tupatie tauba na shahada, tuipate tauba na shahada, tuweze kutemka kalimatu tauhid ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'athu insha Allah ta'ala min al-aminin. Wassalamu alaikum wal afwa minkum wa shukran lakum, jazakumullahu khairan.